Imani ya rais wa Urusi Vladimir Putin ni kushinda vita nchini Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema, naamini Urusi itashinda vita vyake dhidi ya Ukraine. Rais huyo ameelezea imani ya kushinda vita katika hotuba yake ya mwaka mpya baada ya miaka minne ya vita kati ya nchi yake na Ukraine. Rais huyo amepongeza wapiganaji na makamanda akisema anawaamini na anaamini taifa hilo litashinda vita hivyo. Wanajeshi wake ambao Ukraine imewashutumu kutekeleza uharibifu wa kivita wamesifiwa na Rais Putin aliwaita mashujaa. Putin amesema hayo wakati kukiwa na wasiwasi wa kutanuka kwa mgogoro huo baada ya Urusi kudai Ukraine imeshambulia makazi ya Putin kwa drone 91 ambazo zimedunguliwa, hatua aliyoita ya kigaidi inayochochea kudhoofisha juhudi zinazoendelea za amani. Licha ya hayo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema atakutana na washirika wake mnamo Januari 6 nchini Ufaransa katika juhudi za kuendeleza juhudi za kusaka amani. Hata hivyo, jeshi la Urusi limesema tayari limetoa maeneo mengi zaidi katika nchi hiyo ya Ukraine. Rais wa Marekani amesisitiza Ukraine na Urusi ziko karibu kufikia makubaliano ya amani, akisema hayo alipomkaribisha rais wa Ukraine Zelensky kwenye makazi yake huko Florida. Hii ilikuwa ni Desemba 29 mwaka 2025. Kauli hiyo ya rais ilijiri baada ya viongozi hao kukutana kwa mazungumzo kufuatia kile Trump alisema ni mazungumzo mazuri zaidi ya saa 2.5 kwa simu na rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye uvamizi wake dhidi ya Ukraine ulianzisha vita karibu miaka 4 iliyopita. Trump alisisitiza kwamba anaamini Putin bado anataka amani hata kama Urusi ilianzisha mashambulizi mengine dhidi ya Ukraine. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani baadaye alikiri kusema kwamba moja kati ya jambo ambalo limemkasirisha zaidi katika mwaka 2025 ni pamoja na Ukraine kuamua kufanya mashambulizi katika makazi ya rais wa Urusi Vladimir Putin, akihofia kwamba hii itakuwa na majibu makali kutoka kwa majeshi ya Urusi dhidi ya Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky amesema nchi yake kwa sasa inataka amani tu, lakini sio kwa gharama yoyote ile, akipinga shinikizo la Urusi kuitaka Ukraine iachie ardhi yake ili vita viishe. Urusi imesema moja kati ya matakwa yake ni Ukraine kuondosha majeshi yake kabisa katika maeneo iliyoyatoa, maeneo ya Donbas. Rais wa Ukraine amesema nchi yake haitaki vita, lakini haitaki gharama kubwa itumike. Anachokihitaji rais wa Ukraine ni kwamba anahitaji vita tu viishe na iachiwe ardhi yake. Katika hotuba yake ya kumaliza mwaka, Zelensky alisema hata saini makubaliano ya amani dhaifu ambayo yataendeleza vita. Akiwa ofisini kwake alisema wa Ukraine wamechoka baada ya karibu ya miaka 4 ya vita, lakini hawako tayari kusalimu amri. Alisisitiza kuwa Ukraine inataka amani ya kudumu, si ya muda mfupi. Zelensky alisema diplomasia inayoongozwa na Marekani, ikiwemo mazungumzo yake na rais wa Marekani Donald Trump, imefanya makubaliano ya amani kuwa karibu kukamilika kwa 90%. Hata hivyo, kikwazo kikubwa ni suala la nani atakabidhi maeneo ya ardhi ya Ukraine. Urusi inadhibiti takribani 20% ya ardhi ya Ukraine, na Rais Putin anataka Ukraine iondoe wanajeshi wake katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Donbas ambayo bado yapo chini ya majeshi ya Ukraine, madai ambayo Kiev imeyakataa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein.